Ndugu zangu waandishi wa habari, nimewaiteni leo kwa ajili ya mje mtusaidie kutufikishia ujumbe kwa Watanzania wote kwa ujumla, kwa sababu nyinyi ni wadau wakubwa katika kupashana habari, na kwa sababu sisi tunawategemea sana katika kipengele cha kutusaidia kutufikishia habari kwenye jamii. Tumeona leo tupate nafasi ya dakika chache tuweze kuzungumza machache kuhusiana na mustakabali wa taifa letu kisiasa, lakini pili na hali halisi sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mimi naitwa Kiongozi Lai, katibu mkuu wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party. Nipo hapa na viongozi waandamizi wa chama chetu ngazi ya taifa, lakini vile vile nimeambatana na wagombea wa nafasi za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaye kulia kwangu hapa Mheshimiwa Kunje Ngombale Mwilu, lakini ninaye pia mgombea mwenza wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushoto kwangu Bibi Chumu Juma Abdalla. Vile vile ninaye mwisho kabisa huku ni afisa habari, huyu ni katibu mwenezi wa chama uenezi na habari. Lakini yote kwa yote tupo hapa kwa ajili ya kushirikishana baadhi ya mambo ili muweze kutusaidia kutufikisha kwa jamii. Ndugu zangu waandishi wa habari, tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka huu chama chetu kilifanya mkutano mkuu maalum hapa jijini Dar es Salaam, mkutano maalum ambao kazi yake kubwa ilikuwa ni pamoja na kupiga kura ya maoni kwa ajili ya kuchagua mwanachama mmoja kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pili ilikuwa pia kupiga kura ya maoni kwa ajili ya kupata mwanachama mmoja kuwa mgombea wa urais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Katika tukio lile mkutano mkuu ulifanikisha kupiga kura ya maoni kwa ajili ya kuchagua mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano, na Mheshimiwa Kunje Ngombale Mwilu yeye alifanikiwa kuteuliwa na mkutano mkuu maalum wa chama kupeperusha bendera ya Alliance for Africa Farmers Party kwa nafasi ya ugombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini vile vile mkutano mkuu ulipiga kura ya maoni ya kuchagua vile vile jina la mgombea wa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bibie Chumu Juma Abdalla. Sasa mkutano wa leo ni maalum kwa ajili ya chama sasa kuwatambulisha rasmi kwenu waandishi wa habari kwamba chama chetu katika mkutano wa tarehe 29 wa mwezi wa 4 mwaka huu tulipitisha majina ya mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano ndugu Kunje Ngombale Mwilu na mgombea mwenza Bi Chumu Juma Abdalla. Tunafanya hivyo kwa sababu sasa nitatoa nafasi kwa mgombea urais aweze kuwasalimia, na kama ana machache aweze kuzungumza machache, lakini baadaye pia nitatoa nafasi kwa mgombea mwenza na yeye kama ana maneno mawili matatu, alafu baada ya hapo sasa nyinyi mtaruhusiwa kama mtakuwa na hoja yoyote ya kutaka kujua kwa maana ya leo kama mtakuwa na maswali, lakini baada ya hapa mtabadilishana nao simu, mnaweza mkawapigia wakati wote kutaka kujua what happened katika uchaguzi unaoendelea wa mwaka 2025. Mheshimiwa, mabadiliko lazima. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wa Tanzania mnaoniona, mnaotuona kwa siku ya leo. Leo sitazungumza mengi sana. Leo ni siku ya kuwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu uliofanyika tarehe 29 katika kula 97 nikapata kula 76. Kwa hiyo ninayo sababu kubwa sana kuwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu.
Kazi nzuri iliyofanywa na viongozi wakuu wa chama. Mchakato ulikoanzia mpaka kupata wagombea si kazi rahisi. Si kazi rahisi. Ni kazi kubwa iliyofanywa na viongozi wakuu wa chama. Kumpata mgombea urais wa Tanzania bara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kumpata mgombea mwenza si kazi rahisi. Mchakato ulikuwa mrefu na tulikuwa watiania watatu. Badala yake Mwenyezi Mungu akaona ni vyema mimi nimepeperusha bendera ya AFP. Kwa hiyo jambo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia kuwashukuru wenzangu wale walioshindwa ambao kula zikutosha. Wamekuwa pamoja na mimi baada ya wao kushindwa. Tunashirikiana na tunajadiliana ni namna gani chama chetu kitapeperusha bendera uchaguzi unaokuja. Na wamenipa matumaini makubwa wagombea wenzangu ambao kula zikutosha. Wamedai watakuwa pamoja na mimi mkoa hadi mkoa, jimbo hadi jimbo. Hilo kwa kweli na washukuru wagombea wenzangu kwa kunikubali. Pia ndugu zangu wana AFP, chama hiki hatuna budi kumshukuru msajili wa vyama vya siasa. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaongozwa na Jaji Francis Mtungi. Siku ya mkutano iliwakilishwa na naibu msajili Sisti Nyaoza. Kwa hiyo tuwashukuru sana, tuishukuru serikali kwa kusimamia uchaguzi. Pia ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania, chama hiki kiko vizuri. Siwezi kutangaza vipaumbele leo kwa sababu bado sijakabidhiwa mikoba. Mikoba ni ilani ya chama na sera za chama. Ndugu zangu waandishi wa habari, siku ikifika ya kunikabidhi mikoba ya ilani ya chama ambayo nitaipakata mimi kuwatangazia Watanzania mahali popote nitakapokuwepo, mkoa hadi mkoa, wilaya hadi wilaya, jimbo hadi jimbo. Siku hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi mtakuwepo wakati nakabidhiwa mikoba hiyo. Chama hiki kipo kwa ajili ya mabadiliko, si ya hiari. Ni mabadiliko ya lazima kwa kila sekta ya nchi hii. Ndugu zangu, mabadiliko yana safari ndefu. Mabadiliko si ya haraka haraka tu. Haiwezekani. Kuna baadhi ya vyama, siwezi kuvitaja kwa majina, natoa mfano. Mnada unafanyika kesho kutwa wa ng'ombe. Yule ng'ombe amekonda. Wewe unamlazimisha yule ng'ombe leo umpe pumba ili aweze kunenepa, umpeleke kwenye mnada. Hilo linawezekana ndugu zangu waandishi wa habari? Haliwezekani. Wanaong'ang'ania ng'ombe anenepe haraka. Baadhi ya vyama vingine wanang'ang'ania ng'ombe anenepe haraka ili waweze kumuuza kwa bei kubwa. Hilo ni jambo si rahisi. Hata uhuru wetu wa nchi yetu ulianzia mchakato mrefu sana na kina Mwalimu Nyerere. Kuwaondoa wakoloni ilikuwa si kazi rahisi.
Kuwaondoa wakoloni ilikuwa si kazi rahisi katika taifa hili. Ni mchakato ambao ulikuwepo muda mrefu. Watu walitembea kwa miguu, watu walikimbia simba mapolini, watu walipishana na fisi. Ni katika kutafuta uhuru, kuwaondoa wakoloni katika taifa hili. Sasa leo hii tusikimbilie mabadiliko ya haraka sana. Pole pole ndio mwendo. Haraka haraka haina baraka. Pole pole ndio mwendo, haraka haraka haina baraka. Sisi tumeshatembea sana chama chetu. Sasa tunafikia kufika Ikulu. Mtegemee ndugu zangu wa Tanzania, wagombea nchi nzima, nina imani majimbo yote yameshapata wagombea. Tumejipanga kisawasawa kuchukua dola nchi hii. Na serikali yangu nitakayoiunda, pamoja na leo sitangazi vipaumbele, lakini serikali yangu itakuwa ya mchaka mchaka. Serikali yangu, ndugu zangu waandishi wa habari, itakuwa ya mchaka mchaka. Itakuwa hakuna kulala kwa wale nitakaowateua na wale watakaochaguliwa. Wananchi watapata usingizi, lakini wateule na wachaguliwa, wabunge na mawaziri wangu wa serikali yangu hawatapata usingizi. Itakuwa ni serikali ya mchaka mchaka ya masaa 24. Tunahitaji mabadiliko ya kasi na mabadiliko ya lazima. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, leo sina nafasi kubwa sana ya kuzungumza. Niwapongeze tu nyewe waandishi wa habari, na pia muambie tume ya uchaguzi nina imani nao. Hii taarifa ndugu zangu waandishi wa habari lazima muwafikishie kwamba mgombea wa AAFP ana imani na tume ya uchaguzi kwamba itatenda haki. Tume ya uchaguzi itatenda haki, nina uhakika. Ndugu zangu, hata kwenye mpira, hata kama refa yuko upande fulani, lakini ukionyesha mpira mzuri atashindwa kusaidia upande mwingine. Uongo kweli? Kuna kuzidiwa. Kwa hiyo AFP imejipanga kisawasawa. Imejipanga. Tumejipanga kwa sera, tumejipanga kwa ilani ya chama. Na Watanzania watatuelewa na wametuelewa nini tunataka tufanye kwa ajili ya taifa hili. Mimi ni mzoefu wa kugombea. Ni mzoefu wa kuomba ridhaa kwa Watanzania. Nimeomba ridhaa kwenye uspika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kula hazikutosha. Kula hazikutosha. Lakini ipo siku kula itatosha. Hiyo ndiyo demokrasia. Usipokubali kushindwa, si mshindani. Usipokubali kushindwa, si mshindani. Usipomkubali refa, unataka refa atoke wapi? Katiba yetu inasema tume ya uchaguzi ndio msimamizi wa chaguzi katika taifa letu. Na Watanzania hawa wanahitaji mabadiliko ya haraka. Kwa hiyo sisi kama chama tumejipanga. Na Watanzania wote muwe na imani na chama hiki. Popote kwenye majimbo, chagueni wagombea wa chama hiki. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo sio siku ya kutoa hotuba kubwa sana.
lakini siku ya kukabidhiwa ilani, siku ya kukabidhiwa mikoba ya chama changu, hapo ndio nitazungumza muda mrefu sana. Asanteni sana. AFP kina mama oye, mupo? Asanteni. Kwa jina naitwa Chumu Juma Abdallah, ni mgombea mwenza katika chama chetu cha AFP niliteuliwa katika mkutano wetu mkuu. Tupo hapa, kwanza sina budi kushukuru meza kubwa juu, viongozi wangu. Pia sina budi kuwashukuru nyinyi pia wajumbe wenzangu pamoja na waheshimiwa mliokuweko mbele kwa ridhaa na kwa shangwe kubwa ambayo mlionionyesha na msimamo wenu wa kunichagua ili niweze kuwa mgombea mwenza katika chama chetu cha AFP. Sina kubwa la kuambia isipokuwa nitakwambieni asanteni sana. Kwa kweli kwa upande wa Zanzibar salamu zimetolewa, niwape, wanasema wako pamoja na nyinyi, tutashirikiana kwa hali na mali, tutakuwa pamoja, tutakwenda sambamba katika zoezi hili. Naamini mnaweza mkaona kweli mambo yapo, tumejipanga kwa kweli, na mtaona, kwa sababu tumeamua kufanya kazi kwa mujibu wa kutii sheria na katiba ya nchi hii. Pia tutafanya kazi zetu na kampeni zetu kwa busara na kwa kulinda amani pamoja na muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Na wahakikishia kwa hili tutashirikiana na mama kwa bega ili tufanikishe maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Pia tutawapa kipaumbele wa mama pamoja na baba, lakini tutajua kama mlivyoniteua leo hii nikaweza kusimama hapa na nikawa mgombea mwenza, na mimi niko tayari kushirikiana na nyinyi katika kazi zetu kwa pamoja. Leo naambiwa nisiongee sana, muda mwingi umeliwa na mheshimiwa. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza zaidi kampeni pamoja na sera zetu. Leo ni siku ya kuwashukuru nyinyi pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye alotaka na aloamua mpaka sisi tukafika hapa. Kwa hiyo sina AFP mabadiliko lazima. AFP mabadiliko lazima. Siasa na maisha ya watu. Siasa